Serikali ya Gabon imetangaza kufungwa kwa muda kwa mitandao ya kijamii, hatua inayozidi kuibua mjadala mpana kuhusu uhuru wa kidijitali na usalama wa taifa barani Afrika. Tangazo hilo limetolewa na mdhibiti wa vyombo vya habari nchini humo kupitia televisheni ya taifa. Msemaji Jean Claude Mendom amesema kuwa baadhi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii yanadhoofisha maadili ya umma, udhabiti wa taasisi za dola pamoja na usalama wa taifa. Majukwaa yaliyoathirika zaidi ni pamoja na WhatsApp, Facebook na TikTok ambayo ndio yanatumiwa kwa wingi nchini Gabon. Kwa mujibu wa BBC, hatua hii inakuja wakati Gabon ipo katika mabadiliko ya kisiasa kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyoongozwa na Jenerali Blaise Oligui Nguema ambaye alishinda uchaguzi wa urais mwaka jana. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa kukatwa kwa intaneti si jambo jipya nchini humo, kwani hata tawala zilizopita ziliwahi kutumia mbinu hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la haki za kidijitali la Access Now, visa vya kuzimwa au kubanwa kwa intaneti vinaongezeka mwaka hadi mwaka barani Afrika na duniani kote. Mnamo mwaka 2017 kulikuwa na visa takriban 106 duniani, huku mnamo mwaka 2018 visa viliongezeka hadi kufikia 188, na huku mnamo mwaka 2019 viliongezeka zaidi kufikia visa 213 barani Afrika pekee. Huku mwaka huu kulikuwa na angalau visa 25 vya kufungwa kwa kiwango fulani au kwa huduma ya intaneti. Mataifa yaliyowahi kukumbwa na hali hiyo ni pamoja na nchi ya Uganda ambapo mitandao ya kijamii ilifungwa kuelekea uchaguzi mkuu. Nchi ya Tanzania pia kulikuwa na kubanwa kwa matumizi ya mitandao wakati wa uchaguzi mkuu. Huku nchi ya Ethiopia intaneti ilizimwa kwa karibu mwezi mmoja kufuatia vurugu baada ya kuuawa kwa msanii na mwanaharakati Hachalu Hundessa. Huku Zimbabwe, Togo, Burundi, Chad, Mali na Guinea pia zimewahi kufunga au kubana mitandao katika vipindi tofauti. Katika baadhi ya nchi, kuzimwa hufanyika nchi nzima, huku nchi zingine zikilenga maeneo maalum pekee kama ilivyowahi kutokea kwa Sudani na Ethiopia. Kwa kawaida serikali hutekeleza hatua hizi kwa kuagiza makampuni yanayotoa huduma za intaneti maarufu kama ISPs kuweka vizuizi. Njia moja inayotumika ambayo ni URL based blocking, ambayo viunganisho maalum huzuiwa. Mtumiaji anapojaribu kufungua mtandao uliopigwa marufuku anaweza kuona ujumbe kama server not found au tovuti imezuiliwa. Mbinu hii hufanya ionekane kama ni tatizo la mtandao kuwa polepole au miundombinu kuwa dhaifu, hali inayofanya iwe vigumu kwa mtumiaji wa kawaida kugundua kuwa kuna kizuizi rasmi. Katika hatua kali zaidi, serikali huagiza kuzimwa kabisa kwa huduma ya intaneti, hali inayosimamisha mawasiliano ya kidijitali, biashara mtandaoni, huduma za kifedha na hata mawasiliano ya dharura. Makampuni ya mawasiliano hupata leseni kutoka serikalini, hivyo yanaweza kukabiliwa na faini au kupokonywa vibali iwapo hayatatii maagizo. Ingawa kisheria yanaweza kukata rufaa mahakamani, hali hiyo hutokea mara chache. Nchini Zimbabwe, mahakama iliwahi kuagiza kurejeshwa kwa huduma ya intaneti baada ya kufungwa. Hata hivyo, baadaye serikali ilipitisha sheria mpya zilizoipa mamlaka makubwa zaidi ya udhibiti wa mtandao. Serikali nyingi hutetea hatua za kufungwa kwa mitandao kwa madai ya kulinda usalama wa taifa na udhibiti wa habari za uongo. Lakini wanaharakati wa haki za kidijitali wanasema hatua hizo ni njia ya kubana uhuru wa kujieleza, hasa wakati wa uchaguzi au kipindi cha maandamano. Kwa mujibu wa wachambuzi, mara nyingi kabla, wakati na baada ya uchaguzi, baadhi ya mataifa huchukua hatua za kufunga mitandao ili kudhibiti upinzani na kupunguza kasi ya uratibu wa maandamano.
Wataalamu wanasema isipokuwa pale intaneti inapozimwa, baadhi ya watumiaji hutumia huduma ya VPN ili kupita vizuizi. Huduma ya VPN huficha eneo halisi la mtumiaji na hufanya ionekane kama yupo katika taifa jingine. Hata hivyo, baadhi ya serikali hujaribu pia kuzuia matumizi ya VPN, ingawa hatua hiyo inaweza kuathiri pia shughuli za kibiashara na kidiplomasia zinazotegemea miunganisho salama ya kitaifa. Hatua ya Gabon kufunga mitandao ya kijamii ni sehemu ya mjadala mpana unaoendelea Afrika na duniani kuhusu uwiano kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kidijitali. Swali sasa linabaki, je, kufunga mitandao ni suluhisho la muda mfupi linalosaidia kuleta utulivu, au ni hatua inayoweza kuathiri maendeleo ya kiuchumi na haki za msingi za wananchi? Kwa habari moto za ndani na nje, endelea kuwa nasi kupitia Koplo Media. Vilevile usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya kengele ili usikose taarifa yoyote mpya.